السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وأصحابه وسلم. أما بعد متابعون الأعزاء إخواني ndugu zangu, ama baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kuzihitaji rehema na amani zake subhanahu wa taala, ndugu zangu nipende kukaribisheni kwa mara nyingine leo katika anwani ya mada yangu leo hii inayosema sihr almalabis, uchawi unaotumika kwa kurogea watu na kuathiri watu kwa sababu ya kutumika tu athari zao kama nguo na vitu vingine. Sasa leo tunaongelea uchawi unaotumika kwa sababu ya kuchukuliwa nguo zako, iwe ni wewe mwanamume au ni mwanamke. Lakini kabla sijaendelea, nipende nikuombe hapo chini ya video yako kuna maandishi mekundu yameandikwa subscribe, yabonyeze mara moja, kisha itakuja alama ya kengele, na hiyo malizia mara moja. Hapo utakuwa wewe na mimi ni mwanafamilia wa channel yetu hii pendwa, na utaendelea kupata mambo mazuri kila ninapokwenda kutokea biidhnillah tabaraka wa taala. Ikhwani, ndugu zangu, na mimi leo katika mada hii ya sihr almalabis, uchawi unaotumika kwa nguo ya mwanadamu, ya mtu husika, tenda kwa kauli za wanawazuoni wanavyoelezea. Wanasema wa hadha naw'u min as-sihr alladhi yahduthu 'inda an-nisa'i wa rijal. Nasema uchawi huu ni uchawi ambao unaotokelezea sana akina baba na unaotokelezea sana akina mama. Wa sihru mu'lim wa mu'riq, ni uchawi ambao unaleta maumivu makali sana, lakini pia unaleta shida na matatizo ya aina mbalimbali katika jamii zetu. Mwanachuoni anasema waqad ihtara fi amrihi al-atiba, jambo hili watu wengi limewaletea shida sana, hasa katika matabibu wengi wamefikia pahala yani unakuwa kama unawashinda namna gani ya kuweza kuutibia uchawi wa namna hiyo. Asema watu akadu tahalili annahu la yujadu sababu adwi lihadha al-amrad, na maradhi yake mara nyingi sana yanapotokea ya mtu ambaye aliorogwa uchawi kwa sababu ya kutumika nguo yake, mara nyingi uchawi huu hata ukienda kuangalia katika vipimo vya kitaalamu maradhi yake hayaonekani, wala haionekani sababu ya msingi ya mwanadamu huyo kuendelea kuumwa, na vipimo vitarejesha majibu kwamba mtu huyu hana maradhi yoyote na wala haumwi, lakini mgonjwa anadai yeye anaumwa, tena anaumwa sana kwa maumivu yaliyokuwa makali. Ipo katika hali za namna hiyo. Lakini wa min akhtar hadha sihri liannahu yusabbibu farqa baina zawjaini wa tuhaddimu bihi al-usratan kamila wa yatasharradu al-abna, kwamba uchawi huu wa kuchukuliwa nguo za mtu husika, awe ni mwanamume kachukuliwa nguo zake na nguo hizo zikaenda kutengenezewa uchawi, awe ni mwanamke kachukuliwa nguo zake zikaenda kutengenezewa uchawi, vyovyote itakavyokuwa, tunasema uchawi huu mara nyingi sana unapelekea watu kwenda kugombana, watu kufarikiana, mke na mume kushukiana, mke na mume kutokupendana, mke na mume kutengana, mke na mume kugombana, na hata kupelekea watoto kubakia watoto wale wamefarikishwa na wazazi wao, wametengana na baadhi ya wazazi wao, aidha mama au baba, na hatimaye watoto hawa wanabakia hawajui wapi waelekee, wapi waende. Inakuwa katika hali za namna hiyo. Ni uchawi uliokuwa ni hatari kabisa kabisa katika maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo katika hali za namna hiyo ni uchawi ambao unaenda kuvunja usran kamila, yani familia nzima, lakini pia na kuenda kuwatawanyisha watoto. Na uchawi huu unaenda kutengeneza chuki na bughdha ndani ya wapendanao wawili, ndani ya wanandoa wawili, kwa sababu tu ya kuchukuliwa nguo zake na kwenda kutengenezewa uchawi. Na yote haya inatokea intiqama wal hasad wal haqd. Sababu yake ni intiqama, kwa ajili ya kutaka kumwangamiza mtu husika. Sababu yake ni kwa ajili ya kutaka kumfanyia hasadi tu, ni hasadi kijicho tu, na
vifundo mtu alivyokuwa amefungika navyo vifundo katika roho yake kwa ajili ya mtu fulani, na hatimaye inampelekea katika hali za namna hiyo. Sasa tunakuja kipengele namba 2 katika anwani yetu hii ya uchawi wa kurogea kwenye nguo za mtu husika. Tunasema kaifiyatu huduthi sihr almalabis, namna gani sasa uchawi huu unaweza kutengenezwa. Tunasema miongoni mwa mambo yanaweza kufanyika ni kama haya, tunaweza kuyazungumza. Tunasema tadhhabu almar'atu ila al-sahir, mwanamke au mwanamume huwa anaweza akaenda kwa mchawi, fatashku lahu halata zawjiha, na akaanza kumshtakia hali mwanamke huyu, kumshtakia yule mchawi hali ya mume wake au mke wake vile vile. Mwanamume akaenda kwa mchawi, wa annaha turidu an ta'mila lahu amala yaj'aluhu yuhibbuha hubban jamma. Mwanamke huyu anaweza akaenda kwa mganga au kwa mchawi kwenda kutaka amtengenezee dawa ambayo itakayomfanya mume wake ampende zaidi ya kumpenda. Basi inapofikishwa mashtaka kama hayo, anasema fayatlubu minhu sahir atharan min atharihi, kwamba mchawi utafuta athari yoyote ile ya yule mwanamume anayetakiwa kutengenezwa miongoni mwa athari zake, mathalan shati au na kadhalika. Anasema kamindili, kama vile handkerchief ambayo mwanamume yule anatumia kufutia jasho, au fulana, au apate fulana yake, au thawb dakhili, au apate nguo ya ndani ya mwanamume yule na kadhalika. Ala an yakuna qad labasaha wa unqa fiha, cha msingi tu inatakiwa kwamba mtu huyu anapokuwa amepeleka ile nguo iwe na sharti ya kwamba nguo ile ishavaliwa na nguo ile ishatokewa na jasho ya mtu yule ambaye anaenda kutengenezewa uchawi ule. Subhanallah. Fayakhudhu al-athar, basi ile athari ichukuliwa, ile nguo kama ni nguo ya ndani inachukuliwa, wa yaakhudhu minhu ba'd al-khuyut wa yanfuthu fiha, basi mchawi yule huchomoa nyuzi katika ile nguo iliyopelekwa, huchomolewa baadhi ya nyuzi kwa idadi fulani, kisha yule mchawi atatengeneza uchawi na kuanza kufanyia nafthi, kuupulizia zile nyuzi, kwa maana ya kuanza sasa kusemea nini kinachotakiwa kwenda kutokea kwa yule ambaye anatengenezewa. Kwa katika hali za namna hiyo inaenda kumpata mtu tatizo kubwa sana la uchawi aliorogewa kwa sababu ya nguo yake. Au ikishindikana kabisa kwa mama yule, ikaonekana kwamba akamwambia mganga, mimi hivyo sitoweza, basi anaweza akampa option nyingine ambayo anaweza akaitumia. Maana yake katika ile nguo ya yule ambaye imechukuliwa yatafanywa ya kufanywa, kama ni uchawi utatengenezwa katika zile nguo, kisha ile nguo itafanywa kama inafuliwa, halafu yale maji yatakayopatikana yale atapewa yule mwanamama ambaye anaenda kumrogea mume wake, au huyu mwanababa anaenda kumrogea mke wake, au mtu mwingine yoyote yule ambaye alichukua wewe nguo yako na kwenda kutengenezea uchawi kwa mazingira yoyote yale. Kisha inachukuliwa yale maji, anaambiwa either uende ukamtilie katika juisi au ukamtilie katika chai au katika maji ya kukoga, na katika hali za namna kama hiyo. Kwa hiyo uchawi huo unampata mtu husika kwa mazingira yaliyokuwa rahisi na mepesi kabisa yani. Kwa tumetoa mfano wa mwanamke ambaye aliyopo katika ndoa, kwamba anaweza kumtengenezea mume wake ili aweze kumpata kwamba apendwe mke huyu kwa mume wake, yani mume awe anamsikiliza. Wenyewe wanawake wanasema kwamba nimemweka hapa kiganjani. Lakini hivyo huo ni mfano tu, lakini ni mfano ambao unaenda mbali zaidi, kwamba wapo hata wanamume wanawatengenezea wanawake zao, wake zao, ili kuwaweka chini. Lakini mbali ya hapo, wapo ambao ni wa nje tu sisi sasa, makazini, majumbani, mitaani, mikoani, katika vyeo na rika na kada za aina mbalimbali, watu wanatengenezeana katika hali za namna hiyo. Nyumba hizi za kupanga, nguo yako ya ndani imepotea tu, haijulikani ilipokwenda, na baada ya hapo mitihani inaanza ya huku na kule. Kwa hiyo katika hali za namna hiyo, ndio maana leo hii biidhnillahi tabaraka wa taala nikaja na kitu kizito kabisa ambacho kitaenda kuondosha matatizo ambayo asili yake ni kuchukuliwa nguo yako ya ndani au nguo yako ya kawaida, shati, suruali na kadhalika, ikaenda kutengenezwa mambo mazito. Nikaleta dawa hii
ambayo kwa uweza wake subhanahu wa subhana itaenda kukuondoshea matatizo yote yaliyo kukuletea mitihani kwako biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Ama dalili ya uchawi huu katika sunna ya Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam anasema, ma rawahu Muslim wa Ahmad an Jabir radhiallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, kwamba hadithi imepokelewa na Muslim na Ahmad kutoka kwa Jabir radhiallahu anhu. Mtume anasema kwamba inna iblisa yadau arshahu ala almai thumma yab'athu sarayahu faadnahum minhu manzila a'dhamahum fitna yaji'u ahaduhum fayaqul fa'altu kadha wa kadha fayaqul ma sana'ta shay'an قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته فيدنيه ويقول نعم أنت نعم أنت. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema Iblis anapoweka huwa anaweka kiti chake juu ya maji, kaa juu ya maji na kiti chake, arshi yake, kisha anaanza kuwatuma vijakazi wake, wafanyakazi wake waende wakatawanyike pembe zote za dunia ili kuleta athari za aina mbalimbali kwa walimwengu. Sasa basi, mfanyakazi ambaye atakayekuwa yuko dhalili sana, yani atakayekuwa karibu yake sana kabisa huyu Ibilisi mwenyewe, ni yule ambaye anaenda kutengeneza fitna baina ya watu na mtu au mtu na mtu. Sasa anasema atakuja mmoja katika hao vijakazi wake. Atakuja mmoja katika hao vijakazi wake atasema kwamba mimi nimefanya hivi na hivi na hivi na hivi. Baada ya kuwa ameshatumwa anarejesha majibu. Sasa mrejesho, Ibilisi atamwambia, atasema wewe hujafanya chochote kitu, niondokee hapa. Kisha atakuja mwingine naye mfanyakazi wake atakuja kumwambia, mimi nilipokwenda sikumwacha bwana fulani ibn fulani au binti fulani ibn fulani au fulani na fulani, sikuwaacha mpaka niliweza kuwatenganisha. Anasema wewe ndio umefanya kazi, wewe ndio umefanya kazi. Katika hali za namna hiyo tunaona ya kwamba kweli majini na mashetani na wachawi wanaweza kuleta majanga kama ya namna hiyo. Kwa hiyo moja ya kuchukuliwa nguo za ndani, nguo za mwanadamu ni fitna kubwa sana ambayo inaenda kuleta madhara ya aina mbalimbali. Miongoni mwa madhara ni kama haya nitakuja kueleza. Arad hadha sihr, dalili ya mtu aliyerogwa uchawi huu. Matokeo ya mtu aliyerogwa uchawi huu ni vipi? Hebu yasikilize haya na wewe utajipima kwamba katika nguo zako zilizokwisha potea za ndani au za nje, kwa mazingira tatanishi na matatizo yakaja kutokea, unaweza kukuta kwamba dalili hizi bado zinakuendana na wewe. Inatakiwa uchukue tahadhari mapema au uweze kupata dawa hii mujarabu kabisa ya nguo za ndani kuondosha matatizo na maradhi yote yaliyosababishwa na nguo za ndani au nguo za nje ya mwili wa mwanadamu, ili ziweze kuondosha maradhi hayo ya kichawi biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Nasema mwanachuoni, ama dalili ya kwanza nasema ra'ashat shadidi wa hafifa fil atraf, ni kupata ra'asha. Ra'asha ni kama ule kwa mtu anatetemeka, yani anakuwa mikono yake haifanyi kazi vizuri. Anaweza akawa na minina hata maji, lakini unakuta kwamba mkono yani inakuwa katika hali za namna hiyo. Kwa ni mtetemeko wa mwili, anakuwa anatetemeka tu, hakuna kinachomtetemesha kihisi, lakini anajuta mwili unakuwa hauna nguvu, unakuwa unatetemeka katika hali ya namna hiyo. Kwa hiyo hiyo ni moja ya dalili ya kujua kwamba ni uchawi wa kuchukuliwa nguo zako umekwisha tengenezwa na umeingia katika mwili wako. Ama ya pili tunasema adamil intisaq au su'fat bisabab sihr au ashq aljini, ni mtu kupata adamil ittisaq, kushindwa kufanya maungamano, ule upamoja yani wa mtu na mtu. Nikisema hivyo naeleweka vizuri. Na hiyo inatokana kwa sababu ya uchawi uliotengenezwa na ukazalisha jini wa kishetani anaitwa jinnu wa ashiq. Kwa hiyo mtu huyu anapokuwa anataka kufanya itisaki na mwenza wake inakuwa ni ngumu, anajikuta amekufa, jambo limekufa,
kiungo kimekufa na hakiwezi tena kufanya kazi. Ama dalili ya tatu tunasema huduthul intisab, hatta idha iqtaraba min zawjatihi hadatha lahu irtikha qabla an yubashira au yulija imra'ata fi al-farji thumma yaqdhifu sari'an qabla an taqda zawjiha watraha. والعجب في ذلك أن الرجل المتزوج بامرأتين قد يستطيع أن يجامع واحدة دون الآخر لأنه معقود أو مربوط عنها. سبحان الله. Mwenyezi Mungu atulinde. Mwanachuoni huyu anasema au yupo mtu mwingine ambaye alirogwa uchawi wa namna hii wa kuchukuliwa nguo za ndani. Asema baada ya kuwa msharogwa uchawi wa namna hii, anaweza akajikuta huyu aliyerogwa akawa anapata intisab. Intisab ni ile hali ya kuwa bendera chuma, mlingoti chuma na kamba yake chuma kwa mwanamume. Sasa ikiwa katika hali ya namna hiyo, mwanachuoni anasema mpaka inafikia mwanamume huyu anaenda kumsogelea kabisa mke wake, kisha akishamkaribia tu mke wake, basi hapo anasema inatokea yani ule mfadhaiko wa kiungo, na kiungo chenyewe ndio kinakuwa kimeshia hapo. Yani mtu huyu tena hawezi tena akaendelea. Inakuwa ni kabla an yubashira au yulija imra'ata fi farji, kwamba anakuwa anashindwa hata kabla hajamsogelea au haja kaa naye katika maungamano, tayari kiungo chenyewe kinakuwa kimekufa hapo hapo. Huyu mwanamume anakuwa amepatwa na uchawi wa namna hiyo. Lakini mwanachuoni akaendelea kusema au akaweza akakutana naye mwenza wake, lakini ile kitendo cha kukutana tu pap, na hapo tayari safari ikawa imefika. Kama ni mizigo alikuwa nayo ameshaitua hapo tayari, na mizigo yenyewe imeachwa hapo. Hata kama wenyeji wapo hawapo, watakuta mizigo yao hapo, yeye akashajiondokea. Nadhani nikisema hivyo mnanielewa vizuri. Kwa hiyo inakuwa ni mtihani sana, na wapo wanamume wa namna hiyo. Kwa hiyo lakini pia kitu kingine mwanachuoni akasema hali hiyo inamtokea mwanamume huyu kabla hata mke wake hajafikia katika lengo lake, hajafikia katika kilele chake. Wewe tayari mizigo ushaibwaga hapo na tayari ushajiondokea zako. Lakini cha ajabu sasa, kwa mwanamume huyu anaweza akawa na wake wawili, akaenda kwa mke mwingine akaweza vizuri tu, lakini akiwa kwa mke huyu akawa hawezi. Hicho ndio cha ajabu ambacho kinastaajabisha. Hii ni moja ya vifungo ambavyo vinatengenezwa kutokana na nguo za mwanadamu za ndani, au hizi tunazoziita kwamba ni nguo za nje zinazoonekana na kutengenezewa uchawi. Ama dalili ya nne tunasema imatamna almar'atu min arrajul, au kitendo kingine kinachoweza kumpelekea. Dalili nyingine ni mwanamke kujiona unamnyima mume wako haki yake ya ndoa. Ukiona hali ya namna hiyo, tena unamnyima pasi na wewe kukusudia, yani inakujia tu, ni hali automatically. Mwenzako akikuhitajia wewe unakuwa ni mkali kweli kweli. Hii ni moja ya dalili inawapata akina mama wengi sana katika hali za namna hiyo. Fatajil mar'ati taqumu bidhammi fakhdhiha ba'daha ila ba'd. Utamkuta mwanamke anafunga manisha mapaja yake, kitendo ambacho kinachomfanya mwanamume huyu asiweze kumfikia mwenza wake na asiweze kukamilisha ndoa yake. Kwa hiyo hali zote hiyo inama huwa tasarrufu min aljinni alashiq au almuwakkil bisihr. Yote haya yanatokana na uchawi uliotengenezwa kutokana na nguo zako wewe mwenyewe, ikaenda uchawi ule ukazalisha jini la kishetani la jinnu ashiq, ikawa inampelekea kwa mwenza wako akawa anapatwa katika hali za namna hiyo. Au uchawi moja kwa moja almutawakkil au shetani lilowakilishwa kwa uchawi likaja kumfanyizia mambo mabaya mwanamume au mwanamke kwa mitihani ya aina mbalimbali. Ama nyingine tunasema imma yahduthu an-nazif lilmar'ati athna al-amaliyati al-jinsiyya faqat, au inaweza ikatokelezea kwa mwanamke akawa anapatwa na kutokwa na ada yake, akawa anajikuta anaingia katika ada yake wakati anapokuwa katika amali makutano baina yake yeye na mwenza wake. Akiwa katika hali ya kawaida hapatwi na hiyo hali, lakini anapokuwa pamoja na mwenza wake
anajikuta hali hiyo inamtokelezea. Kwa hiyo hiyo ni dalili ya kuona ya kwamba wewe umerogwa uchawi kwa sababu ya kuchukuliwa nguo zako za ndani au za nje. Ama dalili ya 6 tunasema yaral ajsama mutaharrika amamahu bisur'atin kabir. Ni mgonjwa au mtu huyu aliyerogwa uchawi huu kuona vijiwiliwili vikitikisika kama vijisanamu vikitikisika mbele yake kwa uharaka zaidi, yani kama vimurimuri fulani au vivulivuli fulani vinakatiza tena, hasa wakati wa kazi ile ya shughuli ya ndoa, au hata wakati mwingine wowote ule yupo ndani mtu akaona kuna vivuli vinakatiza ndani. Hii ni moja ya sababu ya uchawi wa kuchukuliwa nguo. Dalili ya 7 tunasema shu'uru bidhiqi sadr, kupata dhiki ya kifua, unakuwa wewe unadhikika tu, huoni raha. Lakini pia kaanna fi farjiha naran tashta'il. Dalili ya 8 ni kwamba mwanamke kujiona kama wakati wa makutano ya kijinsia au hata nje ya makutano ya kijinsia akajihisi katika sehemu zake za siri kana kwamba kuna moto unawaka. Yani kuna waka, kuna washa, yani kama sijui kama nizungumze kitu gani, lakini hali za namna hiyo. Hii ni hali ambayo inaweza kuwa si ada yako, si ya kawaida yako, lakini ikawa imekutokelezea katika hali ya namna hiyo. Tambua huu ni uchawi wa kuchukuliwa nguo zako za ndani. Lakini pia anyara almarid kaanna fi badaniha hasharati au anyara dud fi firashi, ni mtu kuona katika mwili wake ukao unajihisi kana kwamba kuna wadudu wanakutembea, kuna nyenyere wanatembea mwilini, au ukao unahisi hata sehemu unapolala kana kwamba umelala na nyoka, umelala na mdudu na kadhalika, vitu vya namna hiyo. Hiyo ni dalili ya kutambulika kwamba wewe umechukuliwa uchawi wa nguo zako za ndani. Lakini pia ama dalili ya 10 ya 9 tunasema an yajlisa almarid fi aghlab awqati la yani shay'an mimma yaduru hawla, ni mtu kuwa amekaa sehemu amekaa amedua kabisa, kitendo ambacho yani pengine unaweza kudhani ya kwamba kuna kitu fulani anachokifikiria kikubwa sana, lakini kumbe kama mbaki amedua hana kiwaza, na hata yale yanayokatiza na usemwa pembezoni mwake yanayokatiza jirani yake hajui kitu gani kilichokuwa kiendelea. Subhanallah, Mwenyezi Mungu atunusuru sana na tatizo hili na mabalaa kama haya kwa idhini yake subhanahu wa ta'ala. Lakini ama tatizo lingine buludat fi fahmi al-umur, ni kuwa na ubalidi, yani ule uzembe wa kufahamu mambo, ukasilani ule. Lakini tatizo lingine tunasema kuthrati shukuki fi asdiqai wal ikhwa, ni mtu kuwa ana mashaka, yani kuwashukia sana wenzake, rafiki zake, ndugu zake, yani yeye kidogo hata akiona watu wanaongea tu wale wananisema mimi, wale akiona watu wanacheka tu kidogo wale wananicheka mimi wale. Sasa inakuwa katika hali za namna hiyo. Ama dalili nyingine ya kurogwa uchawi wa namna hiyo tunasema inqilab ahwali min alhubbi ila albaghd alshadid sawa kana min baini zawji wa zawjatihi am sadiqi wa sadqi, ni kugeuka hali ile ya upendo kwa mume kwa mke wake au mke kwa mumewe, ile hali ya upendo kugeuka kwa badala yake ikawa ni bughdha, ni chuki, au kubadilika hali ya upendo kwa rafiki kwa rafiki yake ikawa badala ya upendo ikawa ni chuki. Ama dalili ya 14 naweza kumalizia kwa leo, nasema imma an yajida almarid alaman shadida fi adwi min a'dha'ihi, ni mtu kuwa anapata maumivu makali katika viungo vyake, ganzi sio ganzi, yani ganzi zinashamiri, wakati mwingine mifupa inapasua, wakati mwingine kiuno kinauma kweli kweli, wakati mwingine mgongo unauma sana, wakati mwingine chini ya kitovu hapa karibu na sehemu za siri panauma kweli kweli, na wakati mwingine ndo kama hivyo unasema sehemu za siri zinakuwa na maumivu, au kama kuna moto unawaka, au kama kuna wadudu wanatembea kwa ndani. Hii ni dalili ya kujikuta kwamba umechukuliwa nguo zako za ndani na kwenda uchawi wa nguo zako biidhnillahi tabaraka wa taala. Na mimi kwa upendo mkubwa, ndugu zanguni, ikhwani, ndugu zangu, nikakuandalia dawa hii mujarrabu kabisa ambayo itaenda kuondosha uchawi ambao uliotengenezwa kwa nguo za mtu husika, nguo za ndani zinazopotea kimaajabu ajabu.
Subhanallah, mtu alikuwa na nguo yake ndani au zile hafu wanaita, au sijui labda ni pensi fulani hivi, kaptula au ni suruali au ni shati au ni fulana na vinginevyo, au ni ile mindili ile ya kufutia jasho na kadhalika. Cha msingi mchawi anachotaka ni nguo ambayo tayari kwa kuwa ushaivaa na ikapatwa na jasho lako ndio ikaenda kutengenezwa. Kwa hiyo biidhnillah, kwa dawa hii naamini kwa hurma yake subhanahu wa subhana itaenda kutuondosha huko tulikoenda kufungiwa, huko tulikoenda kuzikwa kwenye makaburi, huko tulikoenda kuninginizwa kwenye miti au kwenye paa za nyumba na kadhalika, na tutabakia tukiwa salama kwa idhini yake subhanahu wa ta'ala, na utaipata kwa bei nafuu kabisa, kwa ikhlasi nia kabisa yani, ambapo wala hutoweza kupata shida katika hali za namna hiyo, na matumizi yake ni rahisi sana, lakini ni dawa mujarrabu sana. Ina michanganyo ya aina ya mimea takriban 17 ndani yake, ambayo ni mujarrabu sana kwa kuweza kuondosha shari za kichawi na wachawi wenyewe biidhnillah subhanahu wa subhana. Inshallah ikhwani, ndugu zangu, mimi nimefikisha ujumbe wangu huo kwako. Jitahidi ufanyie kazi, usibakie tu kulalamika kwamba mimi siponi, mimi sijui hivi. Wallahi tallahi, hii ni mujarrabu sana kwa idhini yake subhana. Inshallah ni kuage tu kwa kukwambia, kabla hujaondoka hapo, bonyeza maandishi hayo mekundu hapo chini ya video yako hiyo yaliyoandikwa subscribe, kisha itakuja alama ya kengele, na hiyo malizia kuibonyeza mara moja. Hiyo maana yake mimi na wewe tuendelee kuwa wanafamilia wa channel yetu hii pendwa biidhnillah subhana. Inshallah niseme wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.